kwa ajili ya kuweza kufanya uvunaji ambao unatuza mazingira, lakini uvunaji unaozingatia pia ecosystem, kama nilivyosema kwamba kuna mdudu anaweza kukutana yeye wakati huo pia anakuja. Unaweza kutoa awali tulikuwa tunamvuna na kufa, kumbe tungeweza kuwa na uwezo wa kuweza kurudisha kwenye ile ecosystem inayotakiwa kuendelea kuishi kwake. Kwa nadhani ni jambo zuri, lakini pia lingine ni kitu kizuri ambacho kwa sababu tunaongelea kwa upande wa mkoa huku ni kwamba hili jambo ni jambo la kiuchumi, kwamba wananchi wanalitegemea kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kiuchumi. Wakivuna senene wanakuja mwisho wa siku kuuza. Kwa mimi naamini kwamba tunapoenda kutengeneza kitu kama hichi, tunaenda pia kuongeza thamani ya kile ambacho wananchi wanaenda kukitumia, kwamba hata katika uvunaji utakuwa katika hali ya ubora, utunzaji wa mazingira, lakini mwisho wa siku wanaweza wakaja kuwa na product iliyo na ubora zaidi. Kwa mimi naamini kwamba tunaenda kutengeneza kitu kilicho sahihi. Lakini pia kama sisi VETA kama tulipewa hili jukumu la kuweza kuanza kuitengeneza na kutoa hizo sample, sisi tunaamini katika yale labda maboresho tuliokuwa tumeyafanya yataweza kusaidia zaidi, na mwisho wa siku kuweza kusaidia kifaa hiki kiwe bora zaidi. Sambamba na hilo, tunaamini kwamba tumewajengea uwezo au mafundi wengine. Kwa hiyo tunaamini pia na sisi tutaenda kujengea uwezo watu wengine zaidi katika wilaya hizo nyingine zilizokuepo, ili waweze pia kuwa na uwezo wa kutengeneza. Make sawa VETA tunaweza tukawa tunatengeneza yote, lakini kwenye kila wilaya, kwa sababu tuna vyuo sasa hivi kwenye wilaya zote. Kwa hiyo tunaamini pia kuongeza ujuzi, manake tunasaidia pia na wale mafundi walikopo katika hizo wilaya kuweza na wenyewe pia kuweza kuwa wanatengeneza hivi vifaa, waweze kuwauzia wananchi na wao pia kupata kipato, au mwingine fundi mwingine naye kujitengenezea na kuweza yeye mwenyewe kufanya shughuli pia mwenyewe. Kwa mimi naamini tutakwenda vizuri na tutasaidia kwa mapana. Lakini pia tuishukuru pia mkoa kuona kwamba jambo hili linaweza pia kufanyika na VETA katika utengenezaji wa vitu kama hivi, kwa sababu ndipo ambapo tunasema ujuzi unapotengenezwa na kuzaliwa, lakini mwisho wa siku utengenezaji wa bidhaa kama hizi tunakuwa tuna uwezo wa kuzitengeneza. Kwa hiyo tunashukuru pia ofisi ya mkoa kuweza kuliona jambo hili na kutupatia kazi hii, na tumeweza sasa kuifanya na kuweza kutoa hizi sample ili ziweze sasa kwenda kutumika, lakini kufanya pia piloting ya kuweza kutekeleza mradi huu pamoja na wenzetu wa COSTECH ambao tunafanya nao pia kazi kwa pamoja. Sisi kama VETA huwa tunazalisha wabunifu katika walimu na wanafunzi ambao mwisho wa siku tunashirikiana na wenzetu wa COSTECH katika kuwaendeleza. Kwa tunaamini shughuli kutokana imeanzia pia kwa COSTECH na tumeshirikiana nao, tutaenda nao vizuri ili tuweze kuitekeleza katika viwango vile vyenye ubora, lakini pia katika kufanya ubunifu zaidi wa kukitengeneza, kukiweka katika viwango ambavyo vinakuwa bora zaidi ya vile vilivyokuwa awali. Kwa sisi tunawashukuru na tunaamini kwamba tutautendea umma wetu wa Tanzania, hususan wananchi wa mkoa huu, kuhakikisha kwamba wanapata bidhaa hii na kuweza kujivunia kuweza kufanya mavuno mazuri ambayo yataleta tija kwao, lakini pia kwa mkoa na kuongeza kipato kwa wananchi na mkoa pia. Kwa asanteni. Kwa hiyo baada ya kuwafanyia mafunzo kama ambavyo ameeleza mwalimu, baada ile mitego tu yaruhusu ende nayo kama sample wakaweke kwenye vituo vyao. Kwa hiyo kwa sababu haijakuwa tested bado, hatukuruhusu waende wakafanye majaribio. Lakini wenyewe kwa utashi wao wapo baadhi ambao tayari wanasema kwamba tayari tumesha jaribu na matokeo wameshaanza kuona kwamba ni mazuri. Lakini hii 50 ndio inalenga sasa kwa maana kwenda kutesti kitaalamu, na hapa amezungumza kuhusiana kwamba sio tu kwamba anakamata senene, lakini pia nataka kuangalia hivi senene wanapokuwa wanakuja wanaambatana na wadudu wa aina gani, ili pia waweze kudokumenti kama sehemu ya utafiti kwamba sio tu kwamba ni senene wanakuja, lakini msimu wa senene kuna wadudu ambao wanaambatana. Inaweza kawa ni rafiki kwa mazingira au anaweza kawa sio rafiki. Sasa hapo huo mlango wa chini, kwa kama hawana matumizi maana yake wataachiwa warudi kwenye wakaendelee kurudi kwenye maeneo yao. Kama tutawahitaji maana yake watatumika kwa ajili ya mifugo. Lakini mwanzoni maana yake walikuwa wakikamatwa, hata wale ambao hawahitajiki
bado wanakufa kwa sababu hakuna mahali ambapo unaweza ukawaruhusu. Kwa hiyo hatujafika kwenye stage ya kwenda kutesti. Kwa hiyo hata matokeo tunayopata ingawa ni mazuri, lakini hatujafika kwenye sehemu ya kudokumenti kwa sababu mitego ya kutesti ndio tunaitengeneza kwa sasa hivi. Mtego huu hautogharimu zaidi ya laki ngapi? Laki ngapi? Laki 3 itazidi. Around laki 3.5 laki 4. Sawa? Na sisi tujitahidi sana kusimamia gharama, viwango na gharama hiyo. Mteja anaanza kushawishi kama mimi nataka hiki na hiki na hiki na hiki, lakini mshauri, kwa sababu wewe umepata mafunzo ili ukawe balozi wa kuelimisha walioko kule. Hiki kitakuwa ni mwarobaini mwa mitego ile ambayo tunayo, kwa maana kwamba sasa mlaji ataweza kutega senene, msimu ukiisha atahamisha, atapeleka sehemu ambayo ataona ni salama. Kwa hiyo mkahubiri hii teknoloji kwa watumiaji wanaitwa watu gani, watega senene, ili na wao waanze kuitumia. Tunaamini kwamba tutaitesti hivi karibuni na tutatoa majibu. Inatumika Uganda, inatumika Kenya na nchi gani daktari? DRC. Unaona? Kwa hiyo naamini kwamba itafanya kazi. Tujitahidi maintain vile vipimo. Sijui kama mtaondoka navyo. Maana niliona vinaanza kupishana, mwingine na lala zaidi, mwingine inakuwa hivi. Tujitahidi maintain kusimamia vile dimensions, ni vipimo. Sawa? Ili sisi tukajikuta tuna kitu kingine ambacho sasa hakiwezi, Serena akianguka hapo atanasa hapo hataanguka. Sawa? Kwa kweli nawashukuru sana. Niwaombe kitu kimoja. Nadhani mimi ndio mhusika mkubwa hizi shughuli, na wengi wenu hapa ni mafundi. Nadhani elimu mliopewa mmeiona na mmeielewa. Lengo la serikali ni kutoa uchafu ambao tuliokuwa nao. Kwa kweli sio hata mimi nikiangalia hivi inapendeza, inavutia sana. Sasa niwaombe kitu kimoja, kwa sababu baada ya hili zoezi likipita na ikapitishwa sheria kwamba sasa tunataka hii mitego, hebu jaribuni mafundi kwa makini, mtengeneze kile ambacho mlichofundishwa. Mtu akija tofauti kataa. Sisi tutakuwa tunaenda, cha kwanza tunaenda kuwafundisha wanafunzi wenzetu kule au vijana wetu kwa ajili ya kutengeneza mitego hii. Pia sisi tutanufaika kwa sababu sisi ni mabalozi wakubwa tulioaminiwa na serikali ambao tunaenda kusimama huko kwa ajili ya kutengeneza hii mitego na kuwaambia watega senene wenzetu kuwa mitego hii ni bora, na pia tukishawatengenezea sisi kwa kiwango tulichofundishwa hapa na kiwango tulichonacho tulichotoka hapa, kitakuwa ni bora zaidi na kitatuletea kipato kikubwa sisi ambao tumepata mafunzo hapa. Kwa hiyo mafundi wenzangu, kwa kweli tuende na protocol tulizopewa hapa.